Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Mambo ni mazuri, mambo yametaradadi, mambo yamekuwa safi safi. Kwa sasa unaweza kutumia kauli hizo kwa sababu ya kile ambacho kinachoelezwa kwa wakati huu. Ni usajili mkubwa kabisa ambao wakwenda kutikisa nchi. Waliogombea wamegombea na waliopata wamepata, ambao ni wananchi Young Africans. Hatimaye moja kati ya wachezaji wakubwa kabisa kwa sasa unaweza kuwataja miongoni mwa wachezaji ambao wanawindwa barani Afrika ametua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Amesaini miaka mingapi ndio swali ambalo utapaswa kuweza kuuliza, lakini pia chukua kiasi gani kuweza kusaini kwenye kikosi cha Yanga. Ni kila kitu kipo na kimewekwa wazi, na mimi ndio nimekusogezea hapa. Utakwenda kujua yale yote makubwa ambayo yameweza kujili katika dili hilo la klabu ya soka ya Yanga. Unaambiwa ni ndelemo na vifijo. Hiyo yote imefanywa chini ya uongozi wa klabu ya soka ya Yanga kuhakikisha msimu ujao mambo yanakuwa safi safi ndani ya kikosi chao. Ni nini hicho kinachoendelea? Ni hiki hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, jua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu alama nyekundu iliyoandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipokuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka, si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya Young Africans. Karibu. Bana, kikosi cha Young Africans ambacho kinamalizia msimu katika maandalizi ya kuhakikisha kwamba wanabeba taji la ligi kuu ya soka Tanzania bara. Lakini sambamba na hayo, klabu ya soka Young Africans imeendelea kuweza kujipanga kuhakikisha msimu ujao wanakuwa moto zaidi ili kuweza kufanya vizuri katika mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo klabu ya soka ya Yanga imeona ya kwamba ni vyema kabisa kuanza usajili mapema, na wameamua kufungua benki na kuweza kutoa mkwanja mrefu kweli kweli. Unaambiwa kiasi cha pesa kizito kweli kweli ambacho anakipokea mchezaji huyo, si mwingine bali unazungumzia Faisal Salum Abdalla maarufu Feitoto. Moja kati ya top kikubwa kwa sasa kwenye usajili ilikuwa ni Feitoto. Unasikia ukiamka Feitoto anakwenda Kaizer Chiefs, Feitoto Mamelodi, Feitoto mara unasikia Simba Sport Club, Feitoto Young Africans yanarudi. Sasa taarifa ambayo ipo rasmi ni kwamba Feitoto ameamua kurudi nyumbani. Katamka kauli moja tu kwamba anarudi nyumbani kwenye kikosi chake cha klabu ya soka ya Yanga ambacho kimempatia mafanikio. Faisal anarudi kwenye kikosi cha Yanga akiwa ni moja kati ya nyota tegemezi ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Azam FC, ambapo ameendelea kuweza kuandika rekodi, na rekodi zake kila mmoja anashuhudia amekuwa ni muhimili mkubwa ndani ya kikosi cha Azam. Sasa Azam wamekubaliana na yale matakwa ambayo klabu ya soka ya Yanga waliweza kuyapeleka, ambapo zaidi ya shilingi milioni 800 ndio imeweza kumtoa Faisal kutoka Azam kurudi kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Yanga, ambapo inaelezwa kwamba mshahara wake umesogea mpaka kufikia kiasi cha shilingi milioni 45, pesa ambayo atakuwa akiweza kuivuna kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga kwa muda wa miaka 3, ambapo mkataba wake utakuwa ukiweza kusema hivyo. Sambamba na hayo, ameweza kupatiwa gari ya keza kifahari kabisa ya kutembelea, nyumba ya kuishi ambayo atakuwa akiweza kuitumia wakati atapokuwa akiweza kutumikia mkataba wake. Nathibitisha kuwa kiungo mshambuliaji wa Azam FC Faisal Abdalla Feitoto atacheza katika kikosi cha wananchi Yanga msimu ujao.
yao. Makubaliano yote tayari yameshafikiwa na taratibu zote za kimkataba zimeanza kutekelezwa mara baada ya majadiliano ya muda mrefu. Hatimaye familia ya Faisal imemruhusu na kumpa baraka zote nyota huyo kurejea kwa mara nyingine tena katika kikosi cha Young Africans. Chanzo cha kuaminika ndani ya Yanga kinasema kuwa Faisal alikubali kurudi Yanga muda mrefu, lakini kizuizi kikubwa kilikuwa ni familia yake ambayo ilikuwa na kinyongo kutokana na maisha yaliyopita ya fundi huyo ndani ya kikosi cha wananchi. Lakini baada ya mazungumzo ya siku nyingi, ambapo makamu wa rais wa Yanga Arafat Haji alikwenda kuchutama mbele ya mama yake mzazi na Faisal na kuweza kuomba radhi ama samahani kwa kile kilichoweza kutokea. Kila mmoja anakumbuka yaliyotokea kati ya Faisal na Yanga, ambapo mambo yalikuwa ni mengi, watu wakaweza kutoleana mambo mazito kweli kweli kwa wakati huo. Lakini baadaye mambo yanaendelea, maisha yanaendelea, hatimaye mambo yakaweza kumalizika, na ndipo ambapo Young Africans walikwenda kwa mama yake na Faisal kwenda kuweza kumwomba radhi, kumwomba kijana wake aweze kurudi kwenye kikosi chao, lakini hatimaye ameweza kubali. Faisal atatambulishwa na Yanga visiwani Zanzibar pale ambapo nyota wa zamani wa timu ya taifa ya Brazil watakapotembelea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wa kirafiki dhidi ya nyota wa zamani wa Tanzania, ambapo inaelezwa Faisal sasa ni rasmi ni kwamba ametua kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Young Africans kwa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa. Dili limeweza kutiki, ambapo inaelezwa kwamba Faisal amerejea mara baada ya kuondoka ule msimu 2023, ambapo amekamilisha usajili wake mabosi wa kikosi cha Yanga. Kilichobaki kwa sasa ni kumalizia, hapa nazungumzia mechi zake zinazobakia katika issue ya kule Azam FC. Unaambiwa usajili mzuri wa Yanga, Faisal anaenda kuziba pengo la Stefano Aziz Ki ambaye ametimkia zake kule nchini Wydad nchini Morocco katika klabu ya Wydad Casablanca, ambapo sasa inaelezwa msimu ujao kikosi kitakuwa na majembe wafuatao. Kutakuwepo na Pacome Zouzoua, kutakuwepo na Maxi Nzingeli, kutakuwepo na Faisal Salum, Jonathan Soai, Prince Mpumelelo Dube, Arthur Bada pamoja na Cletus Chama, ambaye kwa sasa klabu ya soka ya Yanga ipo katika majadiliano mazito ya kuweza kumuongeza mkataba nyota huyo, ambaye kwa sasa inaelezwa amekuwa ni mwiba mchungu kwenye kikosi cha Yanga kutokana na shughuli nzito ambayo ameendelea kuifanya kwenye kikosi cha Yanga. Mambo ni mazuri kweli kweli kwa kile ambacho kinachoendelea. Kongole kwa klabu ya soka ya Yanga kuweza kufanikisha kupata saini ya Faisal, ambaye klabu ya Simba wenyewe walikuwa wanamtaka kwa hudi na uvumba, lakini mambo kidogo hayakuendea sawa katika issue ya budget, ambapo klabu ya Simba wakawa ni wazito kuweza kufungua benki ili kuweza kumpata nyota huyo. Kwa hiyo kinachosubiriwa kwa sasa ni kuweza kushuhudia namna gani ambavyo mambo yanayoendelea. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana